uhuru wa mahakama na kutopendelea upande wote, yani judicial independence and impartiality. Hiki ndicho kigezo muhimu zaidi hupima ikiwa mahakama inaweza kufanya maamuzi bila kuingiliwa na serikali, wanasiasa au masilahi binafsi. Uhuru wa mahakama dhidi ya shinikizo la mihimili ya utendaji au bunge, mtu binafsi au taasisi nyingine yoyote, kutopendelea upande wowote ikiwa majaji wana upendeleo au kama wanatendea pande zote kwa usawa bila kujali hadhi zao. Vigezo hivi viko kwenye katiba zetu na sheria zetu, hivyo vipo tayari kwenye katiba yetu. Kigezo cha pili ni usalama wa ajira ya majaji na mahakimu. That is security of tenure for judges and the magistrates. Hapa ni lazima ajira ya jaji au hakimu ilindwe hata pale anapotoa maamuzi ya haki yasiyofurahisha. Kwa upande wa Tanzania, usalama wa ajira za majaji umelindwa kikatiba. Ibara 110A kubwa ibara ndogo ya 3 ya katiba inaeleza kuhusu mchakato wa kushughulika na nidhamu ya majaji wa mahakama kuu. Ibara 120A kubwa ibara ndogo ya pili ya katiba inaeleza kuhusu mchakato wa nidhamu ya majaji wa rufani. Kwa ujumla, kabla ya kumuondoa jaji kazini, ni lazima kuwe na kwanza tuhuma nzito za kimaadili au kisheria dhidi yake; pili, uchunguzi wa tume ya utumishi wa mahakama Judicial Service Commission ufanyike; tatu, na mapendekezo rasmi kwa rais ili kuunda tume ya uchunguzi ambayo nusu ya wajumbe wake watakuwa majaji wa mahakama kuu au mahakama ya rufani kutoka katika nchi yoyote kwenye Jumuiya ya Madola. Usalama wa ajira za mahakimu unalindwa kisheria hata kama bado kuna changamoto, kwani utumishi wao ni wa kudumu, that is permanent and pensionable, isipokuwa kama wamewajibishwa kwa masuala ya kinidhamu kwa kikiuka maadili ya utumishi wao. Aidha, mchakato wa kuwapata majaji na mahakimu unasimamiwa na kusimamia nidhamu yao unasimamiwa na tume ya utumishi wa mahakama na ni huru, wa wazi na hauingiliwi na mamlaka yoyote. Kwa jumla, kigezo hiki cha pili nacho kimezingatiwa sana katika katiba yetu. Kigezo cha tatu ni urahisi wa kufikia huduma za haki, yani access to justice. Mfumo mzuri wa mahakama ni ule ambao wananchi wanaweza kuufikia na kutumia kikamilifu bila kikwazo vyovyote. Moja, uwezo wa kumudu gharama. Je, ada za kisheria na gharama za mawakili ni za kuridhisha? Pili, ufikiwaji wa mahakama na lugha inayotumika. Je, watu wanaweza kufika mahakamani kirahisi? Je, huduma zinapatikana kwa lugha za wenyeji? Alafu tatu, msaada wa kisheria. Je, serikali inatoa mawakili kwa wale ambao hawawezi kumudu gharama zao? Moja, katika hili pia sehemu kubwa imetimizwa. Tunazo sheria za legal aid na pia Mheshimiwa Rais kupitia Samia Legal Aid Project kuna mfuko huo kusogeza hizi huduma za watu wanaohitaji hizi huduma za kisheria lakini hawana uwezo. Kwa tunayo sheria ya legal aid tangu mwaka 1969 na mwaka 2017 tulitunga sheria nyingine inaitwa the Legal Aid Act. Lakini ufikiwaji wa mahakama na lugha inayotumika. Lugha tunayotumia ni ya Kiswahili. Tumeshatoka kwenye lugha ya Kiingereza, na Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba mwanasheria mkuu wa serikali atakapokuwa amekamilisha tafasiri ya matoleo ya kisheria ya hizi kwa lugha ya Kiswahili, tutaanza pia kuandika hukumu kwa Kiswahili. Nimeambiwa yuko katika hatua za mwishoni na sheria tayari ilishatungwa inayosema lugha ya mahakama itakuwa ni ya Kiswahili. Sasa hila uwezo wa kumudu gharama sinalo hakika sana, ndio maana serikali ikaja na utaratibu huu wa legal aid, na sasa mheshimiwa kupitia ule mfuko wako ile Samia Legal Aid Project. Kwa haya ni mambo ambayo tumepiga hatua kubwa sana. Lakini kuhusu upatikanaji wa hizi haki zenyewe, niseme tu kwamba Rais Masawa amenitambulisha hapa kama jaji. Mara kwanza alisema jaji wa mahakama, jaji mkuu wa mahakama, jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadaye akasema jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Sasa mimi ambaye ni mwanasheria wa hizi sheria za kikatiba, niseme tu kwamba ibara 118 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamtambua jaji mkuu kama jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania,
mahakama ya Tanzania ikiwa ni moja wa muhimili unaounda dola na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini katika ibara ya 42 ibara ndogo ya 5 inamtambua huyu jaji kwamba ni jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa Masawe hakuwa amekosea, alikuwa hana uhakika tu. Sasa Mheshimiwa, nimeona nilifafanua hivi kwa sababu ni rais mdogo pale mnaye hapa mezani asiondoke amekwazika sana. Mheshimiwa Rais, kwa taarifa hivi kama jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitoe taarifa mbele yako kuhusu accessibility ya hizi justice ya kupatikana kwa haki nchini. Kwa upande wa Tanzania bara tunazo huduma sasa za mahakama za wilaya nchini kote, katika wilaya zote za Jamhuri ya Muungano, mahakama za wilaya zote isipokuwa wilaya 3. Wilaya Chamwino ambao ujenzi jengo lake unakamilika mwezi huu kabla ya Juni. Wilaya Mkarama ujenzi la mahakama ya wilaya inaendelea, na wilaya Ikungi ambao tunaanza ujenzi wa mahakama ya wilaya mwaka kesho wa fedha, mwaka ujao wa fedha. Sasa hizi mahakama kwa sasa wananchi wake wanapata huduma. Kwa mfano Chamwino pale unapokaa wao wanapata huduma mahakama hii hapa, na Ikungi na Mkarama wanapata huduma zao mahakama ya wilaya Iramba, alafu Ikungi wanapata huduma zao pale mahakama ya wilaya ya Singida. Kwa hiyo tumepiga hatua. Kwa upande wa Tanzania Zanzibar, mahakama zote, wilaya zote zina mahakama za wilaya na mikoa yote ina mahakama ya mikoa. Na huku Zanzibar, maana Unguja, kuna mahakama kuu pale ya Zanzibar pale Tunguu, na sasa inajengwa mahakama kuu Chake Chake Pemba. Tulifikiri kwamba ongeza kuifungua wakati huu, lakini tukasema hili ni swala msingi sana, tulitafutie muda wake mahususi. Lakini kabla ya sherehe za Muungano, Mheshimiwa, tutakuomba uende tufungulie lile jengo. Tunasogeza huduma zetu kwa sababu mahakama ya Muungano hii ya rufaa ni mahakama ya Muungano. Sasa haiwezi kuwepo mahakama ya rufaa kama una mahakama kuanzia mahakama za mwanzo kule mpaka huku juu. Lakini kwa bara pia tunazo mahakama za hakimu mkazi katika mikoa yote, na hizi tuko kwenye mchakato wa kubadilisha jina, badala ya kuziitwa mahakama za hakimu mkazi ziitwe mahakama za mkoa, ziwe na kazi za kufanya pale, zitusaidie kuharakisha kesi nyingi pale.